Kuna wakati ninaposimama kufundisha, kuna wakati nasimama kufundisha sio kama mke wa mtumishi wa Mungu apostolic. Kuna wakati nasimama kama mama katika mwili wa Kristo. Na kuna wakati pia nasimama kama mchungaji wa kundi. Si unanielewa? Na ni kazi yetu kufundisha watu wa Mungu na kuwaelekeza katika usahihi. Sasa wakati mwingine tunapofundisha namna hiyo, people take it as if labda kwenye ndoa yangu kuna tatizo, ndio maana ninaongea namna hiyo. And huwezi kuwazuia watu kuzungumza, huwezi kuwazuia watu kuwa na mitazamo yao walionayo. Japokuwa sasa ni washauri tu wa Tanzania, sio vizuri kutukana na sio vizuri sana kuzungumza vitu ambavyo huvijui na huna uhakika navyo. Lakini labda niwaambie watu wanaotazama kwamba kwa sababu ilikuwa ni issue ya washirika na wachungaji wao hasa wa kiume, au kwa mfano kama mimi ni mchungaji wa kike na kanisani tuna washirika wa kiume pia, na kuna watumishi wa Mungu wengi wanawake wanaotumika na wanawahudumia pia wanaume. Inapokuja kwenye swala la mume na mke, wewe bado hujaoa, kwa hiyo vitu vingine unaweza usivielewe sana. Inapokuja kwenye swala la mume na mke, yani kwa mfano apostle ni mtumishi wa Mungu, yes. Ni mchungaji, yes. Ni kiongozi wetu wa huduma, yes. Lakini bado pia amevaa kwangu mimi sio tu mchungaji, sio tu mtumishi wa Mungu, lakini kwangu mimi ni mume. Unanielewa? Kwangu mimi ni baba wa watoto wangu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo na kwa mama mchungaji mwingine yoyote unayemjua, pamoja na kwamba mume wake anaweza kuwa mchungaji, pamoja na kwamba mume wake anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, lakini haiondoi the fact kwamba bado ni mume wake. Kwa hiyo namna ambavyo mwanamke yoyote anajisikia vibaya akiona kuna mwanamke mwingine anamzoea mume wake isivyokuwa sawa, ndivyo ambavyo mama mchungaji pia anasikia vibaya. Tuko pamoja? Kwa hiyo the fact kwamba ni mama mchungaji au the fact kwamba ni mke wa mtumishi wa Mungu haimaanishi hana moyo unaoumia. Lakini tumekuwa na changamoto Blenti wakati huu. Tuna watu ambao siku hizi watu hawaendi kudanga kwenye mabatu, watu wanakuja kudanga kanisani. That is true. That is what is happening in the body of Christ. Watu wanakuja kudanga makanisani, na sio tu kwa watumishi wa Mungu, hata kwa waume za watu walioko makanisani. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja, akaniambia, "Pastor, wanaume ambao tuko makanisani tunawindwa sana." Na tunawindwa na wasichana walioko makanisani ambao hawako kwenye ndoa. Na akanielezea scenario yake, jinsi ambavyo kuna kasichana tu hivi kwanza kalianza kumzoea mke wake, kwa kakamfanya mama akawa comfortable naye. Unanielewa? Kakamfanya mke wa yule jamaa akawa comfortable naye. Kwa hiyo there was no way mama angeweza kuwa anahisi chochote. Halafu baada ya kuhakikisha kwamba mama amekuwa comfortable, kwa hiyo kale kadada kanamuita mama mami na kanamuita baba daddy, kwa hiyo kukawa na mahusiano hayo. Halafu siku ya siku kakaanza sasa mawasiliano mengi na baba, halafu kakawa kanamwambia baba mama asijue. Sasa hivi ni vitu vinatokea makanisani. Sio, unanielewa? Kwa hiyo siku hizi watu hawadangi tu kwenye mabaa, watu hawadangi tu mtaani, watu wanadanga kanisani. Watu wanakuja kudanga makanisani, na wanakuja huku makanisani kwa sababu watu wa kanisani wakati mwingine tunakuwa too trusting. Yani huamini kwamba mtu wa kanisani anaomba, ananena kwa lugha, anaweza akafanya hivi, anaweza akazingua kiasi hiki. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ile kuwa too trusting. Tuna watu wengi ambao wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Biblia inasema ilikuwa siku ambayo wana wa Mungu wameenda mbele za Mungu kujihudhurisha. Biblia inasema na shetani alienda katikati yao. Watu wanaoangukaga mapepo wanaangukaga wapi? Si makanisani? Kabisa. Wanaangukaga wapi? Si ni kwenye uwepo wa Mungu? Maana wanakuja nayo. Hasa kuna mwingine anakuja na la kwake specifically, naenda target yangu mimi ni yule mtumishi wa Mungu pale. Mtu mmoja alikuwa anaongea mahali akasema wana hela sana wale. Yani watumishi wa Mungu wanaonekana wana hela. Kwa hiyo yani wadangaji wana target By enemies. By enemies. And they don't care. Sasa mtumishi wa Mungu mwenyewe asipokuwa na nidhamu, shida inaanzia hapo. Kwa sababu hatutawakosa wadangaji, hawataacha kuja.
Pamoja na kwamba tunahubiri, pamoja na kwamba tunafundisha, pamoja na kwamba tunaambia watu neno la Mungu, lakini mashetani hayajafa, yapo. Unanielewa? Na wadangaji hawataisha. Kwa eneo la kwanza watumishi wa Mungu wao wenyewe wawe na discipline. Sio tu watumishi wa Mungu, na waume za watu wawe na discipline, wajue kwamba wanawindwa, wajue kwamba wanatafutwa. Na hawa watu, mimi nilikuwa namwambia mtu mmoja juzi, nikamwambia hivi, mwanamke yeyote anayekutafuta sasa hivi, wakati umeshaoa, umesha establish maisha yako, umekaa vizuri, unavaa nguo, unapendeza, uko sawa, uko hakupendi, ila anapenda pesa ulionayo. Anapenda what you can give. Anayekupenda kweli ni mke wako ambaye alitoka na wewe huko chini ambako ulikuwa huna chochote. Huyo ndio mwanamke aliyekupenda kweli. Lakini huyo ambaye anakuona leo umevaa suti, umeshika mic pale, unajua ukianointing, hawa watu wengi wanakusikiliza mtandaoni, una followers wengi, huyo hafuati sio upendo, huyo anafuata utukufu, what you have, what you can give. Na mara nyingi wakishakuja wanakuharibia, na ukishaharibika ukirudi chini utawaona. Baki na mama. Kwa hiyo sasa wakati mwingine Pastor Rose anaposimama kufundisha, tatizo langu au dhaifu wangu leo ni kwamba I'm too honest. That's my challenge. I'm too honest, na mimi siogopi. Yani as long as I know this is the right thing to do, mimi ni mama katika mwili wa Kristo. Nitakisema, nitakisimamia bila kujali nani atanionaje, bila kujali wanatukana, bila kujali wanasema sasa unanitukana alafu mimi silali nyumbani kwako, sili nyumbani kwako, unisaidii kulipa ada za watoto wangu. Sasa hata ukitukana inipunguzii chochote. Kwa sababu kesho nitahubiri tena. As long as this is the true word of God, tutahubiri. Amen. Kwa hiyo number one, kweli tuna watu wanakuja makanisani, specifically they are targeting the man of God, lakini they are not just targeting the man of God, they are also targeting people's husbands. Wana target waume za watu, wana target wake za watu. Umeelewa? Lakini pia wengine wanamtarget mtumishi wa Mungu. Sasa watu kama hao lazima tuwasaidie. Tunawasaidiaje? Lazima neno la Mungu lipite kwa ukali namna. Biblia inasema neno la Mungu ni upanga, likipita lazima likukate. Ukiona limekukata mpaka unatukana mtandaoni, manake wewe ndio unayetakiwa ubadilike. Bwana asifiwe sana. Kwa tufike mahali watu wa Mungu wafike mahali wawe positive. Neno la Mungu linapohubiriwa na ukweli unaposema, people must learn to accept and rekebisha mahali ambapo unatakiwa kurekebisha. Lakini kutukana mtu anayehubiri, kutukana mtumishi wa Mungu haisaidii chochote. Wala haitazuia neno la Mungu lisiendelee kuhubiriwa. Kwa sababu Pastor Rose asiposema, atainuka Blent atasema, atainuka mwingine atasema. Lakini vitu ambavyo vinatokea kwenye makanisa ni vitu vinatokea kwenye maofisi. Kwa sababu mtumishi wa Mungu sio anayesimama tu madhabahuni kuhubiri. Hata yule daktari pale hospitali ni mtumishi wa Mungu. Hata yule mkurugenzi pale kwenye kampuni ni mtumishi wa Mungu. Si unanielewa? Kwa hiyo kuna watu wanavizia, yani wanavizia, anavizia. Yani akija kama ni kwenye ofisi, kama ni kwenye ni kabisa, yeye anachofanya anavizia. Yani anavizia na mpataje? Ameshaangalia hela, ameshapiga calculation, yule pale najua pale kwenye ile kanisa pale kwa Jumapili sadaka pale mchungaji akosi kama 5 milioni 6 pale. Nikiwa naye sitakuwa nakosa hela ndogo change, sitakuwa nakosa. Wanapiga mahesabu ya hivyo. Watu wanakuwa na mahesabu yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea na lazima viwe address. Na tunapovia address, hatuvia address kwa sababu sio kwenye ndoa tunachanga. I'm very happy. I'm happily married. My husband and I, we are fine. You can see. We are okay. Yani we are very okay. Lakini ninasimama kama mama kwenye mwili wa Kristo. Lakini pia nasimama kama mtumishi wa Mungu, na ni vitu ambavyo naviona na Mungu amenipa neema ya kusimamia maadili katika mwili wa Kristo. Lakini pia nasimama kuzungumza kama sauti. Mungu amenipa sauti among pastors' wives and among women of God in this country. God has given me a voice. Kwa ni wajibu wangu pia kusimama na kuzungumza kwa niaba ya wale ambao hawawezi kuzungumza. Na sizungumzi tu kwa niaba ya mama wachungaji, nazungumza hata kwa niaba ya wake, wale wa mama ambao wako kwenye ndoa zao, wanakuja makanisani humu. Wewe msichana, wewe mtoto, wewe kaa mbali na waume za watu. Achana na hiyo biashara, subiri Mungu akupe wa kwako. Kwa sababu waacha kuzengezengea waume za watu, waacha kuzengezengea waume za wake zao. Wamefanya kazi kuwatengeneza hapo mpaka wamefika hapo walipo. Sasa unapojaribu wewe kuja kuingia, huyu mtu leo umekusikiliza, mke wake akikuachia huwezi kuishi naye. Kuna sauti moja kwa sababu
sisi wake wanaficha, yani kuna upande mwingine wa huyo baba ambao wewe unamuona na suti yake na tai yake na gari yake anabaki pale. Kuna the other side of him that you don't know, but the wife knows. Na mke wake anavumilia, wanarekebishana, wanasameheana, mama analia, baba analia, wanarekebishana, maisha yanaenda. Na huyu mke naye ni hivyo. Kuna vibenteni vinakuja kanisani, akiangalia mama kavaa magoldi, mama anapaki pale BMW, anasema huyu mama huyu. Unajua wale watoto wa kiume ambao wanalamba midomo wanapaka na lip shine. Watu wa sharobara, unakuta mtoto wa kiume saa 6 mchana kavaa soksi, kavaa kaptula na vile visendos vile mnavihitaji sijui. Alafu kavaa na kibegi unakuta yuko mtaani. Wanakuja kama kanisani, anaangalia mama mmoja hivi, anaona mama anasema hapa nikijiweka hapa ninapata kodi, napata maisha, napata hivi. Sasa sikiliza, haviwagi na mwisho mzuri. Haviwagi na mwisho mzuri. Kwa hiyo kuna wanaomeendea wa mama, kuna wanaomeendea baba. Sasa wote mpone katika jina la Yesu. Amen. Nakumbuka kuna sauti moja ya kwako mama ilikuwa ina trend sana TikTok mpaka sasa bado inaendelea. Ile unaweza kukutana na mchepuko wa mume wako na ukamsalimia. Bwana asifiwe. Mungu akupe mume wako. I said tumekuwa na wakati mzuri wa kuzungumza.